Unaonaje? Kwanza ni jambo la faraja, namshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Target yetu ilikuwa ni kupata hatua moja kwenda hatua nyingine. Haya ni mashindano ya CRDB Federation. Tumuomba Mungu wetu tumepenya. Haya mashindano hakuna timu ya kubeza. Kizalau unazalilika. Wapo jirani zetu mbali kidogo. Kwa Chamazi wamezalilika hivi. Haina kuzalau. Ukijipanga unapata matokeo. Tumejipanga kumtukuza Mungu, na ukiangalia tunapongeza sana mwalimu wetu David Gadola Mwembamba. Amefanya rotation ya iliyotukuka. Tumepata matokeo. Na ukiangalia tuna mechi hapa katikati tarehe 14 na nafikiri tunacheza na Dodoma. So mechi ya kubeza na Dodoma na waelewa. Na kocha wao mzuri Nasa. Kocha wao Meki anapocheza na sisi mishipa inamtoka direct sasa. Tunalijua. Kwa nguvu zake Mungu na imani kabisa kwa matokeo tuliyopata wana Simba. Ikiwa kama mimi mtu wa nafasi nyingi kweli nimefurahi. Umefurahi? Sana. Lakini wanasema magoli machache eti. Aina nataka kujua kwamba kwa nini nimefurahi na kwa nini wanaosema magoli machache. Wao ulize ndugu zetu Azam. Walipata magoli mangapi, wamekwenda hatua gani? Kwa hiyo ukipata chochote na mara nyingi amekula. Nimefurahi sana, nimefarijika sana mzee wa mipasi milioni. Wanasema nyinyi mko robo finali, angalau mngeshinda hata goli 10 hivi. Hapana. Tunajua na wenyewe na unaangalia utumie speed ya aina gani na unacheza na nani. Tukicheza benyewe kwa benyewe basi ngoma ndio hiyo. Lakini tukicheza na wale timu zingine za kama kaskazini na wapi, pale ndio tunaonyesha kwamba ubora wetu wa Simba tunauonyesha ile jinsi inavyotakiwa. Kama mimi nimefarijika. Anayesema mwache aseme. Waache waseme. Wataona wenyewe. Hebu tuambie kidogo kuhusiana na hiki ambacho kimetokea weekend. Kimevuruga mashabiki wengi sana wa soka nchini. Dabi pale Kariakoo kuvurugika. Bwana, sio jambo zuri la kulirudia. Sio jambo la faraja, ni jambo ambalo kama mimi liliniumiza. Mimi mwenyewe binafsi nilikata tiketi 5 za F36 nazo kwenye pochi tena. Umehifadhi? Nimezihifadhi. Sio kwamba labda ni propaganda. Nimeziweka labda najua mechi nyingine ikirudia nitakuwa nayo. Siko chiko kabisa. Tiketi mbona nimezipiga kabisa na band la Babenu. Umeziona? Umezihifadhi kabisa? Nimezihifadhi F36. 30. Ziko 5. Ziko 5 hizo. Nikijua kwamba mchezo kwa mujibu wa bodi ya ligi utarudiwa. Ukirudiwa basi tiketi zitafanya kazi yake. Kwa mimi kama mimi sikulizika na kilichotokea. Wapo watu waliotoka mikoani na wapo watu waliotoka nje ya nchi. Alikuwa swala zuri. Na walaumu mtu watani kwa kile ambacho walichokifanya. Hasa wao baada ya kuona kwamba bodi ya ligi ishasema kwamba mechi imeahirishwa. Matokeo yake wakalazimisha kwa watu wao msiondoke, bakini uwanjani. Jambo la msiba linatokea kwa mipango ya Mungu. Lakini yupo shabiki wa watani baada ya kuona watani wanasema kwamba mechi ipo, naye akasimama pale akawa anasubiria mechi. Bahati mbaya msiba ukamkuta. Nilihuzunika, lakini ndo imetokea. Hadi imetokea. Kwa hiyo watani baada ya kupewa taarifa na bodi ya ligi kwamba mechi imesimamishwa, itakiwa nao watulie. Lakini cha kushangaza nikaona wakarudi uwanjani kwa kutumia msafara wa Kingola, wakapitishwa kwenye geti ambalo hata basi alipiti. Pale nikacheka. Kumetokea nini? Wanakwenda kwenye mechi, wanasema mechi ichezwe. Hiyo mechi haina hata mshika kibendera wa aina yoyote. Nikajua bado wako kwenye mambo yale. Wana hangover baada ya kutoka kimataifa. Watani baada ya kutoka kwenye klabu bingwa kwenye ile kimataifa bado hajakaa ile kisawa. Yaani kama bado wana shake na bado wanalazimisha ile faraja pamoja na furaha. Yaani wanakuwa na slogan ya kwamba furaha sio kicheko. Wanalazimisha wawe na furaha. Wanajitekenya wacheke, lakini ile inakuwa inagoma. Sasa unajua ukiwa kwenye mambo ya kufunga ukijitekenya unaona uwezi unakuwa uwezi, yani wanakuwa bado wana yani bado hawako sawa. Wakaona furaha nyingine waende wapi? Waende Bunju. Saa 6 mchana. Yani wanatumia hela zao kutia mafuta. Mimi nilijua wangetumia hela zao kuweka dua na sala zao, at least kwenye ile kimataifa wangepenya. Wangekaa level fulani. Walikuwa wanatucheka sisi mwaka robo. Ukitaka kujua robo nyingi, mwambie shemeji aipike nyumbani uile tuwe mwenyewe binafsi ndio utajua kweli robo nyingi. Kwa hiyo ninachokuambia mimi bado nimehuzunika sana kwa hichi kilichotokea. Sikupenda na wala sikulizika nacho. Mimi ni mtu wa football.
Na hawa walinzi wetu tunawategemea hasa wa Simba na Yanga. Wakaelewe kabisa, wawe makini kwa mambo haya ya mechi kama za dabi. Timu inapokuja kutaka kufanya mazoezi. Kwa mfano sisi tungeruhusiwa tufanye mazoezi. Wao wangechukua baadhi ya matukio, kama tungefanya fujo, tungefanya hivi, umemwona huyu kaja hivi, kaja unachukua matukio, unawashirisha bodi ya ligi, siku ya pili kingepigwa. Lakini mimi na imani kabisa wao wenyewe walichungulia. Elie Mpanzu drill machine. Pale anakabwa, anayemkaba Elie Mpanzu nani? Na maana alichungulia. Kwa sisi bro tulokula mkate wa sia hilo tuliligundua. Elie Mpanzu drill machine pale anakabwa na nani? Wakaja wakaangalia, mama yangu hapa pana propela machine. Lada Kichesambi anaenda kuzuiwa na nani? B2 Bomba Kip Dennis. Wakaja kuangalia, juzi tumetoka Arusha. Kuna mchezaji B52 fuadi wetu Mkwala anaondoka na mpira, wakaona ubaya ubwela. Maana hapa tu tumeanza ubaya, ubwela bado tumeufungia. Kwa hiyo tani nani mngefungulia ubwela? Mshamba elewi bro. Mshamba elewi. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema. Tumepata matokeo kwenye mechi yetu ya leo. Aliyekula amekula. Tugange kwa mechi ijayo. Nashukuru sana wana Simba zangu tulikuja leo. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu wangu. Shukrani sana. Pamoja ukitaka kujua umuhimu wa makalio, wewe kalia kichwa. Oya. Yanga mzibaka vilabu. Wanasema bodi ya ligi ana imani nayo. Wana leo stahili vilabu, JSM adhamini vilabu 10 nani? Sijui 8 nani. Twende hapa. Komentikio zote pole pole bandani. Kuna mchezo hapa kesho. Post kuja Yanga. Naona hapa post hizo anasema wakiwa na jezi ambazo zinazozaniwa JSM. Kwa maana kwamba mchezo wa tayari kama yaani hoja hivi. Yanga wanasema bodi ya ligi haijitoshelezi. Sio mimi. Wao wenyewe wamesema wanataka fanywe wajiuzuru. Na sisi makao yetu kila siku JSM kudhamini timu nyingi. Na bodi ya ligi ndio amewapa hao signing kudhamini timu nyingi. Kama imetafsiri sahihi bodi ya ligi haipo sahihi, basi ni muda rasmi na sasa hivi tunatuka wao kwa sababu wenyewe hawapo kiaki. Yaani mtu alokupa wewe haki unampatia yupo kiaki. Basi wewe mwenyewe ndio ujue kama Simba sisi tuko sahihi kupigia kelele za JSM kudhamini timu nyingi. Wenyewe wamethibitisha kwa mdomo wao, basi ndio muda rasmi injinia kutoka pale, ndio muda rasmi Yanga kushuka daraja. Asante sana. Nashukuru.